Sasa huyu ndiye ameelewa maana ya hayo majina. ونحو ذلك نقول وحده. kisha du'a al-ibada, na du'a al-ibada an tata'abbada lillahi ta'ala, ni wewe kumwabudu Allah, kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala bimuqtada hadhihi al-asma, kutokamana na kile kinachokusudiwa na hayo majina. Yani wewe unamwabudu Allah kwa muktadha wa nini? Wa yale majina, yani haya majina yanakusudia kitu fulani, jina lake Allah hili likusudia hili. Kwa hiyo wewe unafanya kitendo ambacho ni kama muktadha wa hili jina. Kwa nini unatumia kwa Allah na kuomba msamaha? Li'annahu tawwab. Kwa sababu Allah ni at-tawwab, ni mwenye kuwasamehe waja na kuwaokoa. Kwa hiyo fataqumu bitawbati ilayhi, unasimama wewe kutubia kwake, li'annahu at-tawwab, kwa sababu Allah yeye ni at-tawwab, ndiyo mwenye kusamehe. Watadhkuruhu bilisanika, kwa nini wewe unamtaja Allah? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, kwa sababu huwa as-sami', yeye ndiye anayeje akusikia. Kwa hata kuacha madama anakusikia, hata wenyewe unafanya ibada kwa vitendo vyako, unasujudu, unarukuu, unanyanyua mikono. Kwa nini? Kwa sababu Allah ni basir. Unachokifanya, unafunga safari, unaenda msikitini kunyenyekea yeye, anakuona hivyo vitendo unavyofanya. Kwa hiyo anakuona kwa kile unachokifanya, kwa unafanya zile ibada na vile vitendo kwa muktadha wa nini? Wa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. لا يسمى وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، na unamwabudu Allah bijawarihik, kwa kuili chako au kwa viungo vyako, kwa sababu yeye Allah ndiye mwenye kuona. Yubsiruk, anakutazama kwa kila unachofanya. Watakhshahu fi sirri, na unamwabudu Allah au takhshahu fi sirri, unamwogopa Allah na kumhofu kwa njia ya siri ukiwa peke yako. Kwa sababu li'annahu al-latiful khabir, kwa sababu Allah ndiye al-latif, mwingi wa huruma, mjuzi wa kuzichimbua habari zote zilizofichikamana ziko wazi. Pamoja. Kwa hii inaitwa ni dua al-ibada. Kila kitendo ambacho ile kitendo kinaingia katika ibada, kwa huwa dua, hiyo inaitwa nini? Ni dua. Unafanya ibada na mwabudu Allah unyenyekea, kwa sababu Allah ni Rahim, Al-Qadir, Al-Hayy, As-Sami'. Kwa unajua kwa Allah anakuona, yuko hai, anakutazama, mweza. Kwa hiyo kama kwamba unamwomba Allah akusaidie upate radhi zake, uepukane na moto wa Jahannam. Kwa dua al-ibada ni mlango
mlango mpana, ndani yake unaingia hata huo mlango wa kwanza, duaul mas'ala, kwa ni mpana kuliko hata duaul mas'ala. Duaul mas'ala yenyewe inakumbaini kile unachokiomba kitu kimoja. Kwa kila duaul mas'ala inaweza kaingia katika duaul ibada, na si kila duaul ibada unaweza au duaul ibada haingii katika duaul, haiwezi kuingia katika duaul mas'ala. Sababu taalifi hadha alkitab, sababu ya kuandika na kutunga hii kitabu. Wa min ajli manzilatihi hadhi, sema na kwa sababu ya nafasi kubwa ya haya majina na sifa. Min ajli manzilatihi, kwa sababu ya nafasi ya haya majina na sifa za Allah, nafasi yake hii tuliyoiona hapa, hiyo ndio sababu ya kwanza iliyompelekea kuandika. Sawa, sababu ya kwanza ni nafasi ya majina tuliyoiona hapo nyuma, ndio ilimsukuma kuandika kwamba ndio inatumika watu kumwabudia Allah, kumuomba kwa watu hawajui, kwa wanaotakana kuyafahamu na kufahamu nafasi ya majina ya Allah, ili wakiwa wanayatumia wajue wanayatumia kwa namna gani. Sawa, ndio yale ya matatizo. Unakuta mtu anaingia, wewe sema ya Latifu mara 1000, halafu ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif, halafu angalia na neno kwa mambo hivi, huyo haelewi. Sawa, sasa ulikuwa unamwita ya Latif ya Latif ya Latif, omba haonekana naomba nini, halafu namaliza kwa nini? Kwa hiyo ukifahamu na kuelewa hayo wewe utakaa nayo. Na jambo la pili akasema min ajli kalami nnasi fihi, na kwa sababu ya maneno ya watu kukithiri katika majina ya Allah na sifa zake. Wa min ajli kalami nnasi fihi bilhaqqi taratan, mara nyingine unakuta wanazungumza ni watu wa haki na wanasema kweli kuhusiana majina, maana ambao ni ahlus sunna wal jamaa, wakizungumza katika mlango wa majina ya Allah wanazungumza yale yaliyokuwa ni kweli, kwa kuyathibitisha yale majina kwa ile dhahiri yake ya kile kinachokusudiwa kwa dhahiri yake. Tukamoja aiwa watathibitisha yale yaliyothibitishwa na Allah katika majina na sifa, au yaliyothibitishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakaamini kile kilichokusudiwa katika hayo majina kwa dhahiri yake. Tukamoja na kupindisha maana au kuzama katika ile maana ambayo si ya dhahiri ya hayo majina. Ndio maana akasema wabil batili nashi anil jahri wattaassubi taratan ukhra, na batil ambayo inazungumzwa katika hayo majina annashi, ambayo chimbuko lake hiyo batil ni kutokamana na ujinga na taassub wakati mwingine. Kwa hiyo kuna watu ambao wanazungumza katika mlango wa majina ya Allah na sifa zake, wakiwa waligawanyika katika sehemu ngapi? Watu wanazungumza katika mlango wa majina ya Allah na sifa za Allah, wakawa wanazungumza yaliyokuwa ni sawa na yaliyokuwa ni haki na yale yanaendana na majina ya Allah na sifa za Allah. Lakini wako sababu ya pili wanazungumza katika majina ya Allah, lakini wakazungumza katika mlango huo wa majina ya Allah na sifa za Allah. Kwa nini? Kwa baadhi, kama kuyafanyia ta'til, tahrif
tashbih na tamthil, wakayapindisha yale majina katika ile dhahiri yake iliyokusudiwa. Wengine wakakanusha moja kwa moja na kupinga kwamba haya siyo majina ya Allah, Allah hana majina wala hana sifa. Wengine wakafananisha kwamba ukisema Allah ana sifa hii au ana jina hili ni kumfananisha Allah na kitu fulani au na mtu fulani au na watu mfano wake. Sawa. Na wengine wakasema kumthibitishia Allah majina mengi na sifa nyingi ni ishara ya kuonyesha kwamba nyinyi mna Mungu zaidi ya mmoja. Sawa. Sasa wengine waliozama katika mlango wa majina ya Allah na sifa zake wakazungumza katika mlango huo kwa baadhi na kwa makosa, wakajikuta wamepinda. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo na kwa sababu hiyo, Sheikh akasema ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara min alqawaid, nikawa nimependa niandike katika huu mlango wa majina na sifa ma tayassara, kile kitakachokuwa kimewepesishwa na Allah kwangu mimi kukifanya, min alqawaid, katika kanuni na misingi madhubuti inayohusu majina ya Allah na sifa za Allah, ambazo hiyo misingi na kanuni, ikiwa mtu atakuwa nayo kufahamu, itamsaidia katika nini? Katika mlango wa majina ya Allah na sifa zake, kwa kutokutereka na kupotea. Rajiyan min Allah ta'ala an yaj'ala 'amali khalisan liwajhihi, rajiyan min Allah, ikiwa katika hali ya kumtaraji Allah au kutarajia kwa Allah, kutoka kwa Allah aliyetukuka, ayaj'ala amali, aijalie amali yangu, kazi yangu hii, khalisan liwajhi, ni yenye kutakata kwa ajili yake. Bimaana khalisan liwajhi ni sio ni mwenye kuifanya isipokuwa kwa ajili ya kutafuta uso wake Allah, muwafiqan limardati, ikiwa ni yenye kuwafikiana na radhi zake, nafi'an liibadihi, tena ni yenye kuwanufaisha waja wake. Na sisi tunamwomba Allah ajalie kitabu hicho kiwe kama alivyokuwa amekusudia Sheikh. Akasema samaituhu, na kitabu hicho nikakipa jina la alqawaid almuthla fi sifati llahi ta'ala wa asma'ihi alhusna. Alqawaid almuthla, kanuni zilizokuwa ni bora, fi sifati llahi ta'ala, katika kuzungumzia sifa za Allah mtukufu, wa asma'ihi alhusna, na majina yake yaliyokuwa mazuri. Tutakuja kuanza na kanuni ya kwanza. Tutakuja kuanza na kanuni ya kwanza mpaka pale tutakapokuwa tunafikisha Allah kumaliza.